Yesu asifiwe sana. Jioni ya usiku wa leo ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu mahali popote ulipo. Ninajua ya kwamba unatutazama ukiwa katika maeneo ile unaishi, na ninajua ya kwamba siku ya leo neno la Bwana litakuwa baraka katika maisha yako, na kwa uhakika wema wa Bwana utakutosha katika jina la Yesu, kwa sababu Bwana Mungu wetu yeye ni mwema na ni mwaminifu katika maisha ya kila mtu. Na kwa hivyo mahali popote ulipo, sikia ya kwamba nimekukaribisha katika ushirika wetu wa Wednesday. Hapa ni Christian Foundation Fellowship Gikabura, na jua ya kwamba hii neno tunakuleteanga hivi Wednesday online ni baraka kubwa katika maisha yako. Na kwa hivyo shika neno la Bwana, nawe utaona Mungu katika maisha yako, kwa sababu neno la Bwana ndio linaweza kutusaidia na kutuelimisha katika maisha yetu na katika mambo yote tunafanya katika dunia hii. Na kwa hivyo ninaamini ya kwamba lile neno Bwana ameweka ndani ya moyo wangu litakuwa baraka kubwa katika maisha yako na katika maisha yangu, katika jina la Kristo Yesu. Majina yangu naitwa Pastor Dohio, na hudumu hapa Christian Foundation Fellowship hapa Gikabura, mahali ambapo Bwana alinituma ili niweze kunena neno lake katika hii maeneo, na nimeona Bwana akitenda maajabu katika hii maeneo. Ningependa nikaweze kuomba, alafu tusikie neno la Bwana kwa zile dakika Bwana atanisaidia. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya wakati na muda umenipa niweze kuleta neno katika maisha ya watu wako, nikiamini ya kwamba utatubariki na utatunenea pamoja. Kwa utukufu wa jina lako nimeomba na kuamini, amen. Jioni ya siku ya leo, lile neno Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, ama ujumbe inasema ya kwamba God is looking for someone. Bwana apewe sifa. Nishikanisha hiyo maneno matatu: God is looking, God is seeking, God is searching for someone. Bwana apewe sifa. I don't know whether you are the one that God is looking for. Bwana apewe sifa. Huwa ninasema ya kwamba for God to save a nation, for God to save a city, for God to save any family, for God to save his people, he usually sent his prophet. Bwana wetu ni sana. Mungu huwa anatuma nabii wake ama watumishi wake so that he can save kile Bwana anataka kuokoa. Na kwa hivyo jioni ya siku ya leo, God is looking. Na ndio maandiko inasema ya kwamba macho ya Mungu inazunguka ikiangalia, because he is looking for someone. God is seeking for someone. God is searching for someone. Ningependa tukaweze kuangalia kwa maandiko, nani huyu Mungu anatafuta? Nani huyu Mungu anatafuta? Bwana wetu ni sana. Kuna mtu Mungu anatafuta siku ya leo, and you can be the one. Unaweza kuwa mmoja. Wewe ndiye Bwana anayetafuta. Bwana asifiwe. Na mtu ambaye anatafutwa ni mtu ambaye amepotea, aidha kwa mambo ya dunia, aidha kwa
mambo mabaya, aidha kwa maovu, aidha amepotoka katika njia zake Bwana, God is looking for someone. Bwana apewe sifa. Ezekiel 22 and verse 30. Ezekiel 22 and verse 30. Biblia inasema ya kwamba nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Hallelujah. God is seeking someone katikati ya watu. That's why the Bible says that we are the chosen generation. So Mungu ni kuchagua, Mungu ni kutafuta. Anatafuta mtu miongoni ya watu. Bwana wetu ni sana. Anatafuta mtu katikati ya watu ambao walikuwa wamemkasirisha, ambao walikuwa wamefanya maovu. So Mungu anasema nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma. Hallelujah. Mungu hakutafuti hivyo tu, anatafuta mtu ambaye ako na uwezo ya kutengeneza boma. Bwana wetu ni sana. Mtu ambaye anaweza tengeneza boma. Namba 2, mtu ambaye anaweza kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi. Hallelujah. Mungu anapoangalia aone vile kunaenda, aone vile watu wanakaa, aone vile watu wanafanya, aone zile tabia zinaendelea katika ulimwengu. Hapo ndipo Mungu anasema anatafuta mtu ambaye atakaye tengeneza, atakaye simama mbele zangu. Bwana wetu ni sana. Atakaye simama kwa ajili ya nchi, ili nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Hiyo ndio jambo lile nzito sana, ya kwamba Mungu anatafuta mtu ambaye, kwa sababu ameona maovu ikiendelea katika dunia, ameona zile dhambi zote zinafanyika katika dunia hii, na anatafuta mtu ambaye atakaye simama. Ya Kiingereza inasema God is looking for someone who can stand in the gap. Bwana anasema, kumbuka wana wa Israeli walipomfanyia Bwana dhambi, Mungu akaamua kuwamaliza. But Moses, the servant of God, stood in the gap na akamwambia Bwana, ukifanya hivi watu watasema wewe sio Mungu na ya kwamba hauna nguvu. Bwana asifiwe. So tonight God is looking for someone who can stand in the gap for the sake of the nation, for the sake of the village, for the sake of the families. God is looking. God is seeking for someone. Na Biblia inasema ya kwamba nisije nikaharibu, kwa maana kuna vile Mungu ameamua, kwa kuona vile kunaendelea, watu ambao aliwaumba, wanawekewa sifa, wamemuasha, wamefanya mambo mengi, lakini anatafuta mtu atakaye simama katika pengo ili asije akaharibu nchi. Bwana asifiwe. Mungu anapoangalia aone hakuna vile amepanga atafanya, so anahitaji mtu atakaye simama katika pengo ili nisije nikaharibu, lakini si kuona mtu. Bwana asifiwe. That's why ninakuambia usiku wa leo ya kwamba Mungu anatafuta mtu, anatafuta mtu, just one, atakaye amua asimame katika pengo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao. So Mungu alikuwa amejiandaa na ghadhabu, kwa sababu alikosa mtu
wa kusimama katika pengo. Anasema na kwa hivyo nimeashiria, nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana wangu. Bwana wetu ndiye sana. Sasa hiyo ndiyo hatari ya Mungu. Akikosa mtu anaweza kusimama katika pengo. Bwana wetu ndiye sana. Naomba jioni ya siku ya leo ya kwamba tuwe, yani uwe mtu yule ambaye Bwana anatafuta dakika hii. Mahali ambapo unaishi, unaona ile mambo inaendelea pale, lakini Mungu anatafuta mtu. Bwana asifiwe. God is seeking for someone who can stand in the gap, who can support the kingdom of God. Bwana asifiwe. Mtu ambaye anaweza simama amwambie Bwana, no, it is not this time. Give us another chance. Bwana wetu ni sana. Give us another chance. Kuna hitajika mtu atakaye msihi Bwana. Give us another chance. Na ndio maana tunasema Mungu ni Mungu wa wakati mwingine. Bwana wetu ni sana. Ni mwepesi wa hasira. Lakini amekosa mtu mahali hapa. Ameashiria ghadhabu yake. Bwana atukuzwe. Kwa sababu na kuwateketeza na moto wa hasira yangu. Bwana wetu ni sana. Yeremia 5 inasema hivi. Kitabu ya Yeremia chapter 5 and verse 1. Sasa anasema hivi Mungu, ya kwamba pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa, mkaone na mkajue, na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote, atendaye kwa haki. So God is seeking for a righteous person. Huyo ndiye Mungu anayetafuta. Bwana wetu ni sana. Mwenye haki mmoja akipatikana katika mji, akipatikana katika taifa, ghadhabu ya Bwana haiwezi kutupata. Mashida ile tuko naye haiwezi kutupata. Lakini Mungu akanenea hawa, akawaambia pigeni mbio, endeni huku na huku pande zote, mkaone sasa na mkajue, then mtafute mtu katika viwanja vyenu. Kama mnaweza pata mtu mmoja ambaye atendaye kwa haki, yule mtu Mungu anatafuta jioni ya siku ya leo na katika nyakati za mwisho ni mtu ambaye anatenda haki, aliye na mienendo mizuri, anatenda haki kwa watu wote. Hiyo she is a righteous person. Katika jamii yao yeye ni mwenye haki, kanisani yeye ni mwenye haki, kwa mji na kwa taifa yeye ni mwenye haki, kwa vikundi na mikutano yeye ni mwenye haki. That is the only person that God is looking for. I don't know whether you are there. Bwana wetu ndio sana. Mtu ambaye anatenda haki na mtu ambaye atafutaye uaminifu. Mtu ambaye atafutaye uaminifu, huyo ndiye mtu Mungu anatafuta. Yeye anatafuta uaminifu, the faithfulness, kwa sababu kumekosekana watu ambao ni waaminifu katika ulimwengu huu. Bwana wetu ndio sana. Kumekosekana mtu ambaye ni mwaminifu kwa jamii yake. But God is seeking for the faithful person. Mtu ambaye ni mwaminifu ndio aweze kumwaminia vitu vyake na mali yake na vipawa zake. Bwana wetu amesifa. Atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji. Kama tunataka miji
the city that we are living, the nation that we are living, hallelujah, the villages that we are living. Kama tunataka Mungu ashuke, aokoe mji, aokoe jamii, there must be these people, hallelujah, mtu ambaye anatenda haki na anayetafuta uaminifu. Wakipatikana, God is not going to destroy the nation. God will never destroy the city or the village or the family. Lakini akikosekana mtu kama huyo, ndio unaonaga ya kwamba Mungu akiashiria ghadhabu yake. So jioni ya siku ya leo, Bwana anatafuta mtu mwenye haki na mtu ambaye ni mwaminifu ili akaweze kusamehe mji. Naomba Mungu anifanye kuwa mmoja. Naomba Mungu anisaidie kuwa mwenye haki na mwaminifu katika neno lake na katika mambo yake na kwa njia zake, ili aweze kuokoa mji wetu, aweze kuokoa jamii zetu, aweze kuokoa nchi yetu. Bwana wetu pewe sifa. Na kuombea uaminifu wa Bwana. Naomba uwe mwenye haki mahali ulipo, kwa maana wewe ndiye Mungu anayetafuta. So ni kusema Mungu atafuta watu wote. Anatafuta wenye haki, anatafuta waaminifu ili aweze kusamehe. Bwana wetu apewe sifa. Ukisoma katika Psalms 14, Psalms chapter 14 and verse 2, inasema ya kwamba toka mbinguni Bwana aliwashughulia wanadamu. Bwana apewe sifa. The Lord looked down from heaven upon the children of men. Akitoka mbinguni, from heaven, God is looking down upon the children. Anashughulia wanadamu. Kwa hiyo ni kusema tukiwa katika dunia hii, hata tukijivisha wanadamu, kuna mmoja anayetushughulia akiwa mbinguni. Yeye peke yake tunastahili kumuogopa, kwa maana anatushughulia hata usiku ikiingia, wakati watu hawaonani. Bwana akiwa mbinguni anatushughulia. Bwana pesa, macho yake inatuona, anakuona vile unafanya, anaona vile unatembea. Bwana pesa, anaona mambo yote inayofanyika dunia hii, iwe ni usiku iwe ni mchana, anaona. But the Bible says ya kwamba toka mbinguni Bwana aliwashughulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili. Haleluya. Mtu mwingine Mungu anayetafuta akiwa juu mbinguni ni mtu ambaye ako na akili. Bwana wetu pewe sifa. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understanding. Bwana pewe. Mtu ambaye ako na akili na mtu mwingine pale seek God, amtafutae Mungu. Bwana wetu imezana. Those are the people that God is seeking for. Mtu ambaye ako na akili, ako na hekima. Bwana pesa. Mtu ambaye anamtafuta Mungu. Wacha tutafuta sana mambo ya dunia. Kuwa mtu ambaye anatafuta Mungu. Tafuta Bwana asubuhi, mtafute mchana, mtafute jioni, mtafute na mali yako, mtafute na vitu vyako. Bwana pesa. Kwa sababu hao watu ndio Mungu anayewatafuta. Bwana pesa. Tuko nyakati ambayo ukiambia watu watafute Mungu, wanasema kazi yangu inanifunga, jamii yangu inanifunga, mambo yangu imenifunga. Lakini Mungu anatafuta wale ambao wanaomtafuta.
na walio na akili, walio wenye haki na waaminifu. Hao ndio watu Mungu anatafuta. Bwana asifiwe. Na akiwapata hawezi ashiria ghadhabu yake. Ndio unaona wakati mwingine tunapatwa na ghadhabu ya Mungu katika dunia. Kunanyesha mvua isiyo ya kawaida. Kuna kuja wanyama wasio wa kawaida. Kuna kuja kiangazi isiyo ya kawaida. Watu wanakaukiwa. Mambo isiyo ya kawaida inafanyika. Kwa sababu Mungu akishughulia akiwa mbinguni, aone hakuna mwenye haki, hakuna anayemtafuta, hakuna ambaye ako na akili, hakuna ambaye ni mwaminifu. Bwana akiwa juu mbinguni anaashiria ghadhabu yake. Ndio Chronicles inasema walioitwa kwa jina la Mungu wakijinyenyekesha mbele zake Bwana hawezi kumaliza dunia, ataponya nchi. So Mungu anatafuta watu hao. Na nimekuambia jioni ya leo, God is looking for someone. And I pray that you may be the one that God is looking for. Somebody who can stand in the gap. Somebody who can pray. Na Biblia inasema ya kwamba wote wamepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna atendaye mema. Mungu anaona watu ambao wameoza, wamepotoka. Hakuna hata mmoja anatenda mema. Because hata kupenda jirani yako imekuwa shida. Kusaidia mwenzako imekuwa shida. That's why Mungu anasema ya kwamba wote wamepotoka, wameoza. Hakuna atendaye mema. Wanafanya maovu hawajui. Walao watu wangu kama walavyo mkate, hawamwiti Bwana. Hao ndio watu Mungu anaona katika dunia hii. Bwana anasema kitabu ya Yohana, the book of John 4:23. Watu wengine Bwana anatafuta hapa. Verse 23 inasema ya kwamba lakini saa inakuja, nayo saa iko, ambaye waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Hao ndio watu wengine that God is looking for. Bwana anasema God is looking the true worshippers who shall worship the Father in the Spirit and in the truth. So God is seeking for the true worshippers. Watu ambao wanamwabudu Mungu. That they are worshiping God in His Spirit and in truth. Because there are so many worshippers in this world. But God is seeking the true worshipper. Who is a true worshipper? Hallelujah. Someone is faithful. Mtu ambaye amejawa na upendo. Ambaye amejawa na amani. Bwana wetu niwe sana. Mtu ambaye hana shida na watu. That is a true worshipper that God is seeking. Who can worship the Father in His Spirit. For the Father seeketh such to worship Him. Yani kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamuabudu. Watu ambao wako na ukweli ndani ya mioyo yao. Bwana asifiwe. Watu ambao wako na moyo wa kuabudu Bwana katika roho, wanaotembea katika roho. Bwana atukuzwe. Wanaotembea katika ukweli. Hao ndio Bwana anawatafuta waweze kumuabudu. Naomba Mungu atusaidie so that we can become a true worshipers. We worship the Lord in the Spirit and in the truth. Tunapomuita Bwana atatuitika. Bwana wetu apewe sifa. When we call upon the Lord, He will hear our prayers. Atasikia sauti yetu.
Nimekusomea watu wale Mungu anayewatafuta. Ni watu ambao ni wenye haki, waaminifu, walio na akili, wanayemtafuta Bwana, Bwana pesa, na wanaomwabudu katika roho na kweli. Those are the people that God is seeking. Anaposhughulia akiwa mbinguni, anawatafuta watu kama wale, ndio aweze kuponya nchi, aponye dunia, aponye kanisa, aponye jamii, aponye hiyo biashara. Bwana pesa. And I pray this evening, Bwana atusaidie na atunemeshe katika jina la Yesu. Niombe dakika moja ndio Bwana aweze kutubariki. Baba, katika jina la Yesu, we have heard your word. Umetunenea jioni ya usiku wa leo. Naomba Bwana utusaidie ndio tuwe wenye haki, tuwe waaminifu, tupate akili na tuwe na neema ya kukutafuta na tukuabudu katika roho na kweli. Baba uliye mtakatifu, tufanye kuwa watumishi wako ambaye wanakuogopa, tukijua ya kwamba ukiwa mbinguni unatushughulia, uonekane kwamba utapata watu wa aina hii. Naomba Bwana utusaidie katika jina la Kristo Yesu. Open our eyes, open our ears, so that we can hear from you, so that we can see what you are going to do in our life. Tusaidie Bwana, kwa sababu umetuokoa Bwana. Forgive us every sin, deliver us, O God. Baba, kwa utukufu wa jina lako, ninakushukuru kwa sababu ya wote wamenisikiliza, wote wamenitazama, na wale watatazama baadaye. Hii neno Bwana, naomba liwe baraka kwao. Waelewe ya kwamba there are those people that God is seeking for, that God is searching for, that God is looking for. From heaven, He is looking people like this. Lord, help us. Guide us, O dear Father. Katika jina la Kristo Yesu, nimeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki, awatende mema, azidi kuwainua. I want to take this opportunity. I, Pastor James Tohi, nina kukaribisha katika mkutano wa revival hapa Christian Foundation Fellowship Gekabura, from Friday, Saturday and Sunday, 3 days. Tutakuwa na revival kubwa hapa Christian Foundation Fellowship Gekabura, and you are so much welcome. Tutakuwa tukileta live in our social medias, Facebook and our YouTube. Tutazileta live ili kila mtu aweze kubarikiwa, tuelewe mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo ukiwa maeneo yoyote in our nation, the whole world, Bwana pesa, I welcome in our revival ambayo imeandaliwa na kanisa la CFF Gekabura pamoja na sub-region yetu, the retired sub-region pastors from CFF Church. Tutakuwa hapa on Friday, Saturday and Sunday. Na maisha yako haitakuwa ya kawaida. It will be a revival or spiritual awakening. Spiritual awakening. And our life will never be the same again. So, sikia umekaribishwa. Never miss this time. Nimekuwa na mikutano mingi hapa, na nimeona watu wakitoka mbali wanabarikiwa mahali hapa. So hata wewe usipitwe kwa hii siku 3, usipitwe na hii mkutano ya revival hapa Christian Foundation Fellowship Gekabura. Umekaribishwa. For further information, you can call my number 0728 21 20 0728 21 20 39. That is my number. Unaweza tumia hiyo namba na utaona Bwana
akitenda maajabu katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Na Bwana atazidi na kuwainua na kuwatenda mema tunapojitayarisha kwa sababu ya revival. Bwana atukuzwe. For any support, for your offering, time and any support in this ministry, you can use our number 0112 643 477 0112 643 477. You can use that number for any support offering, and God will bless you. Mungu awabariki, awatende mema. Shalom. Shalom.